Anauliza muulizaji, ni ipi kinga ya uchawi? Kinga katika kinga za uchawi ni wewe mara nyingi uwe ni mtu wa adhkari. Adhkari, tusidharau adhkari. Adhkari zina nafasi kubwa sana. Adhkari ni kinga dhidi ya shetani na genge lake. Katika genge la shetani ni wachawi hawa na wanga na wengineo. Ukiwa unadumu na adhkari za sehemu husika, mfano imekuja hadithi kwamba atakayesoma ayatul kursi wakati wa kulala, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hii ni ayatul kursi, ndiyo aya bora zaidi katika aya za Qur'ani zote. Number 1 ni hii ayatul kursi. Atakayesoma ayatul kursi wakati wa kulala hatokurubiwa au hatokaribiwa na sheitani akawa amemkaribia mpaka ichomoze alfajiri. Shetani hampati, bali sio shetani na rafiki zake mashetani, wanga nani. Ukisoma ayatul kursi wewe upo katika hifadhi na ulinzi wa Allah mpaka asubuhi. Kwa hiyo kama usomi wewe, wajitupa tu kitandani, wajitupa wasikiliza blues, tafuta usingizi kwa blues, au watafuta usingizi kwa kuangalia tamthilia. Umekaa na tamthilia yako, wewe ndio unayechezewa kwa taarifa yako. Kuna mtu anaamka amechoka kana kwamba kalima heka 7. Inawezekana amechukuliwa umeenda kupelekwa gengingi, umekwenda kulima huko. Kwa nini? Una maana gani mtu hutaki kusoma adhkari? Mtu wa kilimo Kwa hiyo kujikinga na vitimbi vya hawa mashaitani, wachawi, wanga, mtu anashauriwa asome ayatul kursi. Inapendeza awe ametawadha, ana udhu, au kama sio ayatul kursi asome qul huwallahu na qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas mara 3, ajipulizie kwenye mikono yake, alafu ajipanguse mwili wake wote, alafu alale. Hakudhuru shetani, hakuna mchawi atakayekudhuru. Na haya ni mambo mujarrab, ni mambo mujarrab, yamejaribishwa na yametoa majibu kwamba wanaolala kwa adhkar hawasimulii hata mandoto mabaya. Mtu anaota sijui afukuzwa na nyoka, hata vitu gani, simba, sijui nini, adghafu ahlam, au kalala hakulala Kiislamu, kajitupa tu. Lakini kadhalika adhkari za kutoka nyumbani, adhkari za kuingia nyumbani. Sisi Waislamu tuna adhkari zetu, kila nukta tuna adhkar takriban. Yaani unapotoka nyumbani kwako kuna dhikr, sababu unapotoka nyumbani kwako kuna genge ima la malaika au genge la mashetani. Ukitoka Kiislamu unakuwa chini ya bendera ya malaika kwenye mizunguko yako, mambo yako yanakwenda kwa kheri kabisa. Ukijitokea tu wale yani hujui yani Kiislamu watakiwa utoke vipi nyumbani. Yani ni aibu kwamba Muislamu mpaka anafikia baleghe
hajui Kiislamu atakiwa atoke vipi kwenye nyumba yao. Basi yupo tu kama vile mbuzi katoka bila dhikri, na yeye atoka bila dhikri. Ukitoka kwa dhikri unakuwa chini ya bendera ya malaika, ukitoka bila ya dhikri unakuwa chini ya bendera ya mashaitani. Kadhalika unapoingia, unaingia na dhikri nyumbani kwenu, unasema bismillah. Hii hapa bismillah, unaingia nyumbani. Wengine wakasema bismillah walajna wa bismillah kharajna, wengine wameitia dhaifu hii hadithi, wengine wameihasanisha kama ni hadithun hasan. Kwa hiyo ukisema bismillah sawa, ukisema bismillah walajna wa bismillah kharajna sawa, lakini umeingia kwa dhikri na umetanguliza mguu wa kulia. Unapoingia nyumbani unatanguliza mguu wa kulia, unapotoka unatanguliza mguu wa kushoto. Ndio maelekezo. Ukiingia kwa dhikri nyumbani, mashetani waliokuwa wanakuandama kutoka huko ulikotoka huko, pale wanafunga breki. Na unapoingia nyumbani kwako ukaikiwa chakula, ukaanza kwa bismillah, ukamtaja Allah wakati wa kula bismillah, mashetani wanaambizana nje ya nyumba yako, la mabita lakum wala asha, nyumba hii hakuna chakula cha mchana cha usiku, wala hakuna malazi. Yani nyumba hii si ya kulaliwa na sisi leo, nyumba hii si nyumba ya kula. Kwa anaingia bila dhikri, anaingia nyumbani kwake na mashaitani, na anakula na mashaitani. Dhikri, nafasi ya dhikri. Bali ikitokea baada ya kula ameshiba, akamtamani mkewe, akamwingilia mkewe pasina dhikri, yeye alichoona cha muhimu ni kumtangulizia mwanamke yale yanayofaa kutanguliziwa kwanza kabla ya kamba kuingiza kisimani, akayafanya hayo. Lakini asilete ile dhikri, basi shetani pia anashirikiana naye huko kuja kuingiza kamba kisimani, na shetani naye atumbukiza kamba yake kwenye kisima hicho kimoja. Unaona balaa hilo? Kwa hiyo dhikri ni kitu muhimu, dua na kila nukta. Dhikr ndio silaha ya Muislamu. Dhikr, wangapi walikuwa wanatafutwa kwa ubaya na wenzi wao, lakini walipokuwa wakidumu na adhkar walikuwa wakiwakosa wengi. Kwa hiyo dhikri ni silaha, kinga, silaha. Soma kila baada ya sala qul huwa Allahu moja, rabbil falaq moja, rabbin nas moja, kinga adhimu kabisa kila baada ya sala. Alhamdulillah, ikajaliwa pia kwamba qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas ni katika adhkari za baada ya swala zote, mbali na subhanallah, alhamdulillah au Allahu akbar. Mbali na hizi sura pia ni dhikri za baada ya swala. Kwa hiyo zisome kwa ikhlasu hizi sura, ni kinga. Ukisoma baada alfajiri ni kinga mpaka dhuhuri, ukirudia baada ya dhuhuri kinga mpaka alasr, ukisoma baada alasri ni kinga mpaka maghrib, ukisoma baada almaghrib kinga mpaka isha, baada alisha mpaka alfajiri. Dhahiri sababu ukisema qul a'udhu bi rabbil falaq, sura hii peke yake umemwomba Allah akukinge na venye shari vyote ulimwenguni kwa ufupi wake hii sura. Lakini ukidadavua, na sisi tuliwahi kuitafsiri kwenye somo la tafsiri ya Qur'an, tuliyazungumzia haya masala, tuwezi kuyarudia yote, muda umepita. Lakini sura hii peke yake, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri an-naffathati fil 'uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. Hii sura hii na hizi aya ni kinga ya mabalaa ya kilimwengu yote yameingia kwenye hizi sura, kwenye hizi aya. Hakuna balaa wala mtihani ila umeingia kwenye hii moja katika hizi aya. Sasa wanamuomba Allah akukinge na mabalaa yote na mitihani yote.
lakini kwa yule ambaye anasoma hii sura na anajua anachokisema, si anayejisomea tu, anajua nini nasema hapa, maneno haya maana yake ni nini, akawa ana yaqini, akawa ana ikhlas, huyu ndiye anayekingwa. Kwa sababu huwezi kumwomba Allah akukinge kupitia maneno ambayo hujui waomba nini, yaani wajisemea tu. Kitu gani umeomba hapa? Nimesoma sura. Ndio umeomba nini hapa? Mimi sijui. Sasa unaomba Allah usichokijua. Ndio maana katika masharti ya kukubaliwa dua, anayeomba dua ajue anachoomba. Kwa nini? Sababu aweza akaja akaomba kufuru au akaja akaomba istighfar, akamwomba Allah amjalie kuwa ni nabii, ambadilishe jinsia kutoka kuwa mwanamume, amwomba Allah amjalie awe mtoto wa kike. Kwa nini? Hajui anachokisema, haisemea tu, kumbe kaomba abadilishwe jinsia. Wallahu a'lam. Tushekeni hapo, insha Allah tutakuja kuendelea kesho. Wabillahi tawfiq.